Ni siku ya Ijumaa ambapo mpenzi mtazamaji ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi kunyunyiziwa baraka pamoja, ambapo ninaamini kwamba uko tayari kabisa kuweza kuzipokea kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tunaendelea naye bado tu ni Pastor Benjamin Ziwa kutoka kanisa la ABC Chondu Iveti Pastorate Machakos Sabwendikota, ambapo ninaamini kwamba Ijumaa yako itakuwa ni ya baraka. Siku yako neema ya Mwenyezi Mungu itaweza na kukubeba, na pia hiyo neema kuna kile ambacho itaweza na kuongea juu ya maisha yako kwa siku ya leo. Imani tu ndo kitu cha muhimu. Karibu tubarikiwe. Pendwa, asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ninaamini ya kwamba Mungu amekubariki, amekutendea na amekuinua kwa yale ambayo ulikuwa yamekufinya, na ninaamini ya kwamba Mungu amekuponya, Mungu amekutendea mambo ya ajabu. Basi ninakukaribisha asubuhi ya leo ili tukaweze kulipokea neno la Mungu litakao tutia nguvu. Neno limejaa uzima na limejaa baraka tele. Na tuombe. Baba wetu, tunakuamini na tunakuinua ni kwa sababu wewe ni Mungu. Wewe unastahili sifa na utukufu. Asubuhi ya leo tunakuinua kwa sababu ya matendo yako ya ajabu. Umetupigania usiku wa leo, umetupigania kwa yale ambayo yalikuwa yanaendelea na yale ambayo yalikuwa yamepangwa kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunakutegemea. Asubuhi ya leo tumekuona ukiwa nguzo letu, tumekuona ukiwa Mungu wetu, tumekuona ukiwa baba yetu. Baba, tunakuita ili ukatuongoze na ukatupiganie na ukamulike njia zetu ili tukaweze kushinda na kufaulu. Tunapoanza na neno lako, Mungu wetu, baraka zako ukaweze kumimina kwa ajili ya maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Wazo letu siku ya leo tutalipata kwenye kitabu cha Warumi. Mlango ni huo wa 8. Tutaanza kusoma mstari huo wa 26 hadi wa 28. Na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki. Kadhalika Roho yake utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tunavyopaswa, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuungua kusikoweza kutamkwa. Naye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa uwaombea watakatifu kwa apandavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Asubuhi ya leo neno la Mungu linazungumzia sana juu ya mambo ambayo yanafanyika maishani mwetu. Yale ambayo yamefanyika maishani mwako yatakuwa baraka kwako asubuhi ya leo. Unaweza kuwa umepitia mambo ambayo ni magumu. Unaweza kuwa umepitia changamoto za maisha asubuhi ya leo. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba yale ambayo yamefanyika ili Mungu akaweze kudhihirika maishani mwetu. Yamefanyika ili yakaweze kuleta mafanikio maishani mwetu. Na yale ambayo yamefanyika asubuhi ya leo kwako, ndugu mpendwa, elewa ya kwamba baada ya hayo yataweza kuwa baraka kwako. Kwa maana Mungu anatujua na Roho Mtakatifu pia anatuombea kwa ajili ya udhaifu wetu siku ya leo. Kwa hivyo ndugu mpendwa,
jihesabu kuwa baraka kwa yale ambayo umeyapitia, na hesabu kuwa ya kwamba ushindi utakuwa katika upande wako. Kwa hivyo usifadhaike asubuhi ya leo kwa yale ambayo umepitia asubuhi ya leo, kwa maana yatafanyika baraka kwako, yatafanyika kuwa ushindi kwako, kama utaweza kumtegemea Mungu na kuamini ya kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo usifadhaike asubuhi ya leo, kwa maana hayo unayoyaona yatakuwa baraka kwako kama ilivyo neno lake. Bwana atubariki sana. Bwana abariki neno lake asubuhi ya leo. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakuabudu, tunakuheshimu, na tunajua ya kwamba wewe ni Mungu muweza wa yote. Baba, zidi kutupigania, zidi kuwa baraka kwetu, ukazidi kutufungulia milango kwa yale ambayo yamefungika asubuhi ya leo. Mungu wetu, wewe ndiye tegemeo, wewe ndiye kimbilio kwa yale ambao mpendwa ameyapitia, kwa yale ambao tumeyapitia asubuhi ya leo, tumeyahesabu kuwa kama baraka maishani mwetu. Asante kwa sababu utayatenda. Asante kwa sababu utatuinua. Na ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Bwana akaweze kuwatendea mema siku ya leo. Mungu utenda yote kwa wema wa watu wake. Sijui ni kipi ambacho mpenzi mtazamaji unaweza kuwa kwamba uliweza na kukipitia. Ukaweza na kupatana na changamoto, hakika ukaona kwamba mwisho wako umefika. Ukaweza na kupatana na mambo ama maneno ya binadamu, ukaumia, yakakuumiza sana. Ukafika kiwango ukasema kwamba mimi nimeinua mikono, ama mimi mali ambapo nimeweza na kufikia, kazi ya Mwenyezi Mungu imekuwa ngumu, siwezi nikaendelea. Ama hata wewe mtumishi wa Mwenyezi Mungu unayenitazama kwa siku ya leo, yani ukafika tu wakati fulani ukaweza na kusema kwamba haya yamekuwa ni mangumu sana. Hakika nimekuwa kiongozi wa ili kanisa, na yale ambayo nimeweza na kupatana nayo sio yale ambayo nilikuwa nayatarajia. Na mimi ninaona kwamba kazi mimi ni kama yani nimefika mwisho. Wacha hata nirudi kwangu, wacha hata nirudi kwetu, maana haya sio yale matarajio ambayo nilikuwa nayo. Haifai na ufai kufika mwisho, maana Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Hakuna kile ambacho utendeka katika maisha yetu ambacho kama tunaamini Mwenyezi Mungu na kama sisi ni watumishi wa Mwenyezi Mungu ambacho hakina wema ndani yake. Hicho ambacho umeweza na kukiona kwamba ni kama ni kibaya zaidi, ni changamoto ambalo kusudi lake lilikuwa likuangushe, baraka zako zinaweza kuwa yani hicho kizito kikawa ni kile ambacho kilikuwa kikufungulie baraka. Ona wema wa Mwenyezi Mungu ndani ya hilo. Ona wema wa Mwenyezi Mungu ndani ya hayo majaribu. Ona wema wa Mwenyezi Mungu ndani hizo changamoto. Ona wema wa Mwenyezi Mungu ndani ya yote ambayo hata marafiki zako waliweza kukugeuka, wakawa ni wale maadui nambari moja, ambao yani uliwaona kwako ni watu ambao wanakufaa, uliona kwako ni kama tu ni marafiki, lakini baadaye ukaweza na kukudua kwamba hawa kumbe ni maadui wangu nambari moja. Ona wema wa Mwenyezi Mungu ndani ya hao. Maana Mwenyezi wanaweza kuwa ni wao walikuwa wanazuia zile baraka za Mwenyezi Mungu, alikuwa anakusudia kukubariki. Mwenyezi Mungu alikuwa anakusudia yani kukuinua tu, kukuinua katika hali yoyote ile. Nawe unaona usione ubaya, ona wema wa Mwenyezi Mungu ndani ya hayo yote. Maana Mwenyezi Mungu kusudi lake bado ni njema juu ya maisha yetu. Ni siku ambayo ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Na wewe mtazamaji wangu popote pale utashinda ukiwa, Mungu akutangulie, Mungu akaweza kubariki kazi ya mikono yako, na Mungu akakuinue zaidi. Bye bye.